السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ndugu yangu Muislamu na yeyote anayenisikiliza, napenda kukukaribisha katika nasaha fupi hizi ambazo nazifungua kwa maneno ya Mwenyezi Mungu. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul afara'aytum ma tad'un min dunillah in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurri au aradani birahma hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbi Allah alayhi yatawakkalul mutawakkilun." Waambie ewe Muhammad, hivyo mnavyoviomba kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama Mwenyezi Mungu akipanga nipatwe na matatizo, je, vinaweza kuyazuia hayo matatizo? Au akapanga kwamba mimi nipatwe na kheri, rahma, je, vinaweza kuzuia hiyo rahma? Sema, ananitosha mimi Mwenyezi Mungu kuwa ndio tegemeo langu, nako Mwenyezi Mungu ndio wanategemea wenye kumtegemea. Aya hii inaonyesha kwamba vyote vinavyoombwa kinyume na Mwenyezi Mungu havina faida, bali madhara yanarudi kwa ambaye anayeviomba. Ndugu zangu Waislamu na wote mnaonisikiliza, wote ambao wametenga muda wao, dakika zao kuweza kusikiliza hili neno, miongoni mwa vitu ambavyo vinavyoombwa kinyume na Mwenyezi Mungu ni watu kuomba baraka kwa makaburi, kwa miti, mapango na vitu mbalimbali sana. Wanaitakidi kwamba vitu hivyo vina baraka. Ndugu zangu, hiki kisa mfano wa hiki, tukio mfano, tukio linaloendana na maneno kama hayo, iliwahi kutokea enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ambao wanaojua history, Makka, eneo la Saudi Arabia, huko Makka, pindi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi kwao sasa, na jamii yake ikakubali Uislamu, wakasilimu kwa wingi, ndugu zake waliokuwa Makka, watu waliokuwa Makka wakawa Waislamu. Katika kipindi hicho wakatokea maadui kuja kuwavamia, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka kwenda kukabiliana nao, akiwa na hao wote waliosilimu. Wote hao bado ni wapya, ndio wamekuwa Waislamu. Wakiwa njiani wakakutana na mti fulani ambao enzi hizo kabla ya kuwa Waislamu walikuwa wanaenda kutaka baraka pale kipindi cha vita. Sasa wakakuta pale mti upo, watu wananing'iniza pale silaha, wakiitakidi kwamba kila silaha inayoning'inizwa pale bila shaka itafanya mambo makubwa huko vitani. Wale watu waliosilimu hivi karibuni wakatamani, wakasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhat anwat. Ewe Mtume, tupatie na sisi mti, tuonyeshe na sisi mti, tuning'inize silaha zetu tupate baraka, kama vile wao hao maadui wana mti, wanaenda kupata baraka kwa huo mti, ili waji wakiingia vitani waweze kufanya mambo makubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashtuka akasema, Allahu akbar, qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa. Mmesema na apa kwa yule ambaye ameishika nafsi yangu mkononi kwake, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, kama mmesema kama walivyosema wana wa Israeli kumwambia Musa. Walimwambiaje wana wa Israeli? Ij'al lana ilaha kama lahum aliha, tujalie na sisi, tuonyeshe na sisi Mungu, tuonyeshe na sisi Mungu, tumuombe, yani mzimu, kitu cha kuomba kama vile wao wana vitu vyao vya kuomba, sanamu yao ya kuomba. Kwa hiyo na nyie sasa mmesema mfano wa hiyo kauli, mnataka mti ili mpate baraka, mwende mkauombe kama vile wana wa Israeli walivyokuwa na sanamu wanaenda kuomba. La tattabi'unna sanana man kana qablakum, kuweni makini, mtafuata mienendo za waliokuwa kabla yenu,
Mtume sallallahu alayhi wasallam anatahadharisha tusiwe na tabia ya kwenda kuomba baraka kwa mizimu, kwa makaburi, kwa miti, kwa mapango. Huo ni ushirikina moja kwa moja. Mti hauongei, hauna akili, bali unahitajia huduma yako uhudumie ili ustawi. Unaenda kuomba baraka ya nini? Unaenda kuomba baraka katika kaburi, kitu ambacho chenyewe kimeoza huko. Ukifukua hilo kaburi ni mifupa, hakuna chochote. Kwa nini uende kuomba kitu ambacho kimekufa? Unamuacha Mwenyezi Mungu ambaye hayyun la yamut, Mwenyezi Mungu ambaye yuko hai, hafi milele. Kwa nini ndugu yangu uende kuomba mizimu, uende kuomba mapango, uende kuomba vitu ambavyo havina maana, havikunenepeshi wala kukukondesha, havikudhuru wala Kwa nini unamuacha Mwenyezi Mungu ambaye amekuumba, amekupatia riziki, amekupatia neema mbalimbali? Sababu ni nini? Rejea kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anakupenda, ndiyo maana akakujalia usikilize hizi nasaha, kwa sababu anapenda uache hiyo dhambi unayoifanya, dhambi ya ushirikina ya kuangamiza. Mwenyezi Mungu anasema, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, sema enyi waja wangu ambao wamejidhulumu kwa kutenda madhambi, msikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, hakika Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Innahu huwal ghafurur rahim, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusamehe, mwenye huruma. Mwenyezi Mungu anakupenda, ndiyo maana kakuwafikisha na kutenga muda kusikia nasaha hizi. Anakupenda urejee kwake, rejea kwake. Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kutubia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.